Bila shaka nilivyokuahidi ndio hivyo, tumeng'oa nanga katika ukumbi wa siasa. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalono. Wasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Na moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto anasema kuwa yupo mbioni kuunganisha taifa, akiashiria kuwa siku za hivi majuzi akisema kwamba endapo atashindwa mwaka 2027 wale ambao ni washindani wake atawapa mikoba ya kazi, lakini kwa sasa wampe nafasi atekeleze majukumu yake. Anajiri hayo hiyo jana aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akiibua tetesi kali kuhusiana na uongozi na serikali ya Rais William Ruto, ambayo anakosoa pakubwa kwa kile anasema Rais William Ruto hahitaji washauri, kwani yeye ndio mshauri wa serikali ya Kenya Kwanza. Bali na hayo, akaibua tetesi kuhusiana na uongozi na masuala ambayo yanaendelea kule South Sudan, DRC, jambo ambalo anasema kuwa mkono wa serikali ya Kenya Kwanza na uongozi wa Rais William Ruto upo katika uongozi na kuundwa kwa uongozi wa RSF kule taifa la South Sudan. Miongoni mwa mengine ni hayo ya masuala ya mbolea, na ambayo Rigathi Gachagua aliashiria kuwa mbolea ambayo ilikuwa inaletwa humu nchini ni mbolea ambayo ni ya kutoka taifa la Russia, hakirejelea semi za kinara wa Azimio Raila Odinga wakati wa maandamano ya Azimio, miongoni mwa mengine. Na hayo ni yale ambayo tutakuwa tukiangazia siku hii ya leo. Bali na hayo ni kwamba Rais William Ruto ameelekea katika alikamilisha ziara yake katika eneo la Mlima Kenya, kwa kile anasema zaidi eneo hilo wandani wake wanasema amekubalika. Hayo yakiendelea, siku ya Jumapili Rigathi Gachagua ambaye ni aliyekuwa naibu wa rais aliashiria kuwa zaidi ameshambuliwa katika eneo la PCA, uongozi wa PCA ukiibua maswali makali na serikali na swala la DCI katika uchunguzi wake, wakisema kanisa linastahili kupewa nafasi yake. Hayo yote tutayaangazia katika ukumbi wa siasa, na hili studioni ninaye mbunge wa Budalangi Raphael Wanjala. Kwa mwaka huu sija kuona, karibu sana studioni. Asante. Na pia yupo ninakusikiza mheshimiwa. Ninajua pia Kagai sija kuona mwaka huu, jambo. Sijambo. Kagai pia ni yule ambaye ni mwanamikakati katika chama cha Jubilee. Anastahili kuwa hapa mheshimiwa Nguna kutoka Mwingi West, endapo atatupata tukiendelea na show ni vizuri zaidi. Nitaanza kwa kuuliza tetesi zake Rigathi Gachagua, na ningependa mwelekezi wangu Emmanuel anichezee sauti moja kwa moja kuhusiana na swala la Sudan Kusini. For the deaths occurring in the Sudan, the real commander of RSF is not Hemeti, it's William Ruto, because for a movement to succeed, it needs money. The money from gold is being cleaned through Kenya to buy arms to go and kill women and children. Wakati ambapo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anaibua matetesi kali zaidi kuhusiana na swala hilo la South Sudan katika jamii ya kimataifa, tunasalia wapi? Manake katika semi hizo na mahojiano ya moja kwa moja na kituo cha KTN hiyo jana, aliashiria kwamba Rais William Ruto anafahamu yale ambayo yanaendelea katika taifa lile la South Sudan. Asante sana kwanza Liz kuniita kuwa na mimi hapa. Ningependa kusema, unajua kuna mambo mengine yanakuwa magumu sana kwa outsiders kutetea mtu. Lakini tunataka kuambia kwamba wakati huu Gachagua na Ruto ni kama bwana na bibi ambaye wamekosana kwa nyumba. Unajua sasa wakati bwana na bibi wakikosana kwa nyumba, inabakia ya kwamba wakati kila mtu anataka kujua kwa nini wamekosana, wanaongea public, kila mtu anasema yake. Sasa jukumu la wale public ambaye wanasikia kujua ni nani alikuwa na makosa na ni nani hakuwa na makosa, ama nani anasema ukweli na nani anasema uongo. Kwa hivyo ndio sisi wanasiasa, hiyo ndio siasa iko. Saa hii Gachagua na Ruto walikuwa bwana na bibi, wamekosana. Sasa Gachagua ametoka, Ruto ametoka. Lakini unajua Ruto pia amesema Gachagua
alikuwa incompetent, Gachagua alikuwa corrupt, Gachagua amekuwa tribalist, Gachagua sijui nini. Gachagua pia anasema yake. Sasa huyo ni bibi na bwana. Ila maswala public sasa ni wakati unajiita public, kumbuka kwamba upo broad based. Yes. Na wakati ambapo mpo katika serikali ya muungano, mheshimiwa. Mimi niko kwa serikali, lakini niko kwa serikali ya bunge. Ninajua mahali ambapo unaelekea na sababu bunge iko serikali iko na 3 arms. Tuko na executive. Umesema hilo mara nyingi katika kikao hiki na nimelisikia na ninajua mahali unaelekea, ila Rais William Ruto na kinara wako Raila Odinga walifanya a pact, working pact ya kusaidiana katika ushirikiano, na ndio maana inaitwa broad based. Ila wakati ambapo wanaibua masuala ambayo wanaibua, kumbuka Kenya na ambalo ni taifa letu. Mimi niko ODM na Azimio. Ni lini tumekuwa na pact na Kenya kwanza? Mheshimiwa, nisikize swali langu mwanzo. Kumbuka kwanza, wakati ambapo tunazungumzia masuala ya Kenya na wakati ambapo manake the world is listening, Gachagua akibua masuala kuhusiana na South Sudan na kusema mkono wa Rais William Ruto upo ndani ya kule. Na pia kumbuka pia Rais anaongoza EAC kama mwenyekiti, na ni swala ambalo wengi wanajiuliza uhusiano wetu na mataifa haya wakati ambapo masuala haya yanasikika. Ndio nakwambia mimi siwezi pinga yale Gachagua alisema. Ni jukumu la rais pia kusema upande wake, kwa sababu huyu alikuwa bwana na bibi wameoana. Ile walikuwa wanafanya kwa bedroom ilikuwa sisi hatuwezi jua tukiwa huku. Kwa hivyo unasema kuna ukweli ndani yake. Mpaka wakosane ndio watoke, kama itategemea ya kwamba president amejitetea namna gani. Ndio tujue kama wamemdanganyia ama wamesema ukweli. Ila unasema kuna ukweli katika hili. Mimi siwezi sema saa tumesikia upande mmoja. Na Raila Odinga kumbuka pia amepewa nafasi ya kwenda kusuluhisha mgogoro katika taifa hili. Raila ameenda South Sudan. Hii Sudan kule ile ya North. Ninazungumzia South Sudan. South Sudan imekuwa na vita tangu. Na kama vita zingine zimeongezeka, Raila ameenda kusuluhisha, hajaenda na silaha. Liz, jambo hili unapowasikiza habari for the last 2 weeks, kuna wasiwasi naingia wa Kenya kama bado tuko na serikali ama tuliwachiliwa kwa neema ya Mungu, kwa sababu yale mambo Rigiji alikuwa anayaongea ukiunganisha na yale Muturi aliyaongea, nadhani ni wakati mzuri bunge kwanza isimame, kwa sababu mheshimiwa amesema vizuri sana, the second arm of government. Lazima bunge sasa ichukuli haya mambo maanani sana. Kwa sababu gani? Integrity ya mipaka ya Kenya inategemea sana uhusiano wetu na zile nchi ambazo tuko pamoja. Na mheshimiwa, maana si tu Jubilee, ODM, Wiper, tumekuwa Wazimio hata na DAP, na wakati wa campaign kabla elections, jambo la Sudan, wacha South Sudan, jambo la Sudan halikuwa ligeni. Kuna wakati tunakumbuka, nikisema hili na nadhani wengi watakumbuka, ilisemekana kwamba rais wa sasa kuna mradi wake wa kuku walikuwa wanaenda kuangalia kule Sudan. Tetesi za uhusiano wake na Sudan hazijaanza saa hizi, zilianzia wakati wa campaign, na ilikuwa ni tetesi ambazo zilikuwa kubwa sana, especially on security issues. Wakati Rigiji anakuja kuongea, mimi sijastuka. Kwa sababu gani? Ninakumbuka yaliyokuwa yakiendelea wakati wa campaign. Na ujue serikali inapoundwa sana sana inaundwa na wale ambao walikuwa wanaifanyia campaign. Rigiji ametuletea watu kadhaa polepole ambao walifinance serikali. Tumekuwa na issue ya Adani. Ukisiza Adani na kwamba ni watu walikuwa na umoja na campaign ya Kenya Kwanza kabla election, ni wakati wa kulipa deni. Lakini wakati wameingia kwa serikali, wameharakisha kulipa madeni yao ya kisiasa kabla kushughulikia wa Kenya. Na inahatarisha sana usalama wa taifa letu. Ukichukua ilio Sudan, kuja South Sudan, enda hapa tu karibu Kongo, enda ukiangalia nchi zetu zote, hata uhusiano wetu na Tanzania bado ni tata sasa hivi. Ukiangalia Kenya sana kama inabaki peke yake. Hata ile wasiwasi tulikuwa nayo na Somali juu ya terrorism sio kubwa kama ile tuko nayo sasa kwa haya mataifa mengine ambayo hatujaenda vita na wao. Hatujaisikia terrorism kutoka zile nchi. So ni wakati mzuri sana bunge isimame na iamue kusikiliza haya maneno, na maana imepewa mamlaka na katiba iachunguze. Kwa sababu mtu akishatamka ni vema adhibitishe. Na kudhibitisha, bunge nayo ikae chini iseme haya mambo ni sovereignty ya Kenya iko kwa shida. Na huyu rais ambaye ametajwa kwa haya mambo,
Vile mheshimiwa amesema ni mke wake ama ni mume wake, katika hayo matamshi tunataka kujua hiyo nyumba ndio imeanza kuporomoka in 2 years. 2 years. Simlaumu sana mheshimiwa Wanjala akisema hawayuko kwa Broadbay. Unajua kitu kikishakuwa kizuri kinapendeza kila mtu. Lakini kikianza kunuka, hata ule alikuwa nakipenda na kitoroka. Hii serikali atakao ulikuwa na nia ya kuwasaidia ama kuwaunga, utawatoroka. Nilisikia hata Raila kule Mombasa akiuliza swali mzuri sana. Rais anaenda kufanya nini kulaunch masoko? Hiyo pesa siapelekee magavana wajenge. Na huyu ni Raila ambaye amesign hiyo pact tunasema ya Broadbay. So kuna jambo linaendelea katika hii serikali, hata waliotamani kuisaidia kuistiri Kenya wameanza kuogopa. Okay. Unakubaliana na Kagai kwamba ni wakati wa bunge kutafuta namna ambavyo watafichua ukweli wa madai ambayo Rigathi anaibua? Unajua bunge, mtu kama Rigathi akiwa na issue ako na uhuru wa kupetition bunge, kwa sababu yeye ndio ako na evidence. Alete petition kwa bunge na hizo evidence. Mimi sina evidence. Sasa nikisimama tu niseme na petition bunge ya kwamba Gachagua amesema Ruto ndio alinunua silaha, na malizia hapo, alafu niitwe ninasema nini ya pili? Ila unakubali madai ambayo yanaibua yanatuharibia sifa zetu katika jamii ya kimataifa? Of course yes, inatuharibia kwa sababu yule anazungumza ni former deputy. Bibi yake akisema wewe unakojoa kwa kitanda, sasa mtu mwingine atapiga namna gani? Kweli? Ni swala ambalo ni muhimu zaidi, Mheshimiwa Wanjala, na mnaweza kuibua hata maswali kwa lile manake mmepewa nafasi na mkaibua maswali kwa bunge na mkatafuta namna ambavyo mnaweza kusaidia serikali hii. Najua ni kweli watu wanaweza sema kuna broad based, ila nyinyi mna majukumu ya kuhakikisha kwamba pia Wakenya wanapata ukweli. Ila tukisonga mbele pia hii leo ambaye alikuwa spika wa bunge hilo, pia wewe ukiwa bungeni na akawa mwanasheria mkuu, akawa waziri, Justin Biden Muturi, na madai ambayo pia ameibua husiana na maisha yake baada ya kunyang'anywa ulinzi wake, na hii ni sauti yake. The reaction from government has been the immediate withdrawal of my security, which happened last evening. My security personnel were instructed not to report on duty on the basis that, as they told me, that I'm fighting the government. But I said it's okay. There are very many Kenyans without, government security, and therefore it is not the kind of thing that really should worry somebody. Balina Muturi kuwa waziri aliyefutwa kazi na Rais William Ruto, ndiye alikuwa spika wa bunge la kitaifa kwa miaka 10, ila kwa sasa tumerejea yale ambayo yalitendeka miaka 10 ama miaka kadhaa iliyopita wakati wa uongozi wa Uhuru Kenyatta, ambapo baadhi ya watu walinyimwa ulinzi pamoja na rais wa sasa walipunguziwa ulinzi, lakini kwake anasema ulinzi uliondolewa. Ni jambo ambalo tunastahili kuwa tukiona katika uongozi? Hayo ni makosa makubwa sana. Ile kitu mimi najua, ukiwa mbunge na unaanguka kura, hiyo mlinzi wako anaenda immediately. Ukiwa waziri na unafutwa kazi ama hiyo serikali inabadilika, mlinzi wako anaenda immediately. Lakini aliyekuwa spika ambaye hakushindwa kura, aliretire kama spika, ako na act yake ambayo inaunganishwa na president na deputy president, wale wameretire. Mtu kama Gachagua sasa, huyo ndio hafai kuwa na ulinzi, kwa sababu yeye alikuwa impeached. Hawezi kuwa hata vile Jelda, yeye tayari alikuwa impeached baada ya mahakama kuidhinisha hilo. Mahakama unless ijabadilisha, bado yeye yako impeached, hafai kupata kitu yoyote. Lakini mtu kama Muturi, kuna sheria ambayo iliwekwa, ako na mshahara yake, huwezi shika, ako na allowance zake, huwezi shika, na pia ako na security ambaye lazima apewe. Kwa hivyo hizo vitu kama hizo ndio vitu lazima mtu atasimama kwa bunge na ulizi. Hiyo jana wabunge walio karibu na
Rigathi Gachagua, naibu wa rais aliyebanduliwa mamlakani, Gathoni wa Mushomba, miongoni mwa wengine, walilia zaidi kwamba ulinzi wao na maisha yao yamo hatarini. Ni jambo ambalo tunastahili kuwa tukiona kwa wakati huu. Sasa unajua, nataka kuambia namna hivi ya kwamba hakuna, unajua ukisikia tu ukipita mahali unasikia mama yako amekufa, mama ya mtu amekufa na wewe mama yako alikufa, huwezi lia sana kushinda wale wamefiliwa sahihi. Na hii kitu ndio tulikuwa tunaambia watu wakati hakuna kitu mpya inafanyika ambayo watu hawakuambiwa. Na hatuwezi kuwasaidia kulia. Mimi siwezi saidia Gachagua kulia, siwezi saidia Muturi kulia, siwezi saidia watu ya Mount Kenya kulia. Sasa Ruto afinye sana. Kwa nini hawakuambiwa? Unakubaliana na Rais William Ruto kukiuka sheria za yeyote ni kwa kuwa hamuungi mkono mheshimiwa Wanjala? Mimi siungani na yeye na kuuliza tu ni nini hawakuambiwa ile inafanyika. Unajua Liz, kitu ya kwanza mheshimiwa Wanjala analeta jambo la uzito sana. Kabla uchaguzi hakuna jambo Wakenya hawakuambiwa kuhusu huo mrengo. Na yale yanatokea, sisi Azimio, sisi tunaangalia tu kwa kushangaa. Kwa sababu gani? Umekumbuka tu last year, Liz, nilikuwa natembea na wasiwasi kwa sababu wamekuja kuvamia chama cha Jubilee. Kama si kufuata sheria hadi sasa koti imerudisha chama kwa wenyewe, members wenyewe, si walikuwa wametunyang'anya chama. Na baada ya wametunyang'anya vita yetu kuisha, wameanza vita yao wenyewe. Leo hata ile uzuri niko nayo mheshimiwa Wanjala ni ati Azimio tumerudishiwa serikali moja ya bunge na tumekataa kuchukua. Kwa sababu gani? Azimio bado sisi ni majority. Kenya Kwanza endelea kuporomoka. ANC walifunga. Nimeona Farmers Party wame withdraw. Niliona DP wameandika barua ku withdraw. Kwa sasa hivi ile upepo ulikuwa unasema hii serikali ilikuwa ni bandia, imedhihirika wazi. Kwa sababu gani? AG, Attorney General, unasikia mambo tenaambua afanye kule Dubai. Ukisikia sini ya kushangaza. Ukisikia ile mambo sasa Rigiji ametoka nayo mpaka amesema sasa kuna recording na ngojea hiyo recording zile itatoka, hapo ndio bunge itapata kazi. Kwa sababu that is serious grounds of impeachment even to the president. Mnaweza kukua mliona. So this government kitu ya kwanza ime lose integrity. Na once ime lose integrity, ndio unaona raia sasa wamekaa na shindwa na hii vita yenyewe mtamaliza siku gani? Tuingie uchaguzi situ. Mnaweza kukua mmeonya, ila kuna mtu kama mbunge ni haki yake kupewa security. Mtu kama Justin Biden Muturi ambaye alikuwa speaker wa bunge la kitaifa kwa miaka 10 anahitaji kupewa security. Ila wakati ambapo mnaona akinyang'anywa ile ambayo uzuni kubwa ni hii. Matamshi ya cabinet secretary wa interior leo jioni ndio imenipa uzuni. Amesema the same thing alisema wakati ilikuwa ya Kome, Madam Kome. Wakati Madam Kome aliondolewa security, alikuja akasema ilikuwa downsizing, ilikuwa wanapeleka training. The same words ndio ametumia, kama amechukua karatasi akasoma tena leo. How can you compromise security ya mtu wako protected by the constitution? You cannot mess with it ati mnafanya downsizing, sijui ati transfer. Before you do that, you must inform the office of that person. Because ujue hizi ofisi ni the office of the retired speaker, office of the retired president, office of the chief justice. Those are not offices utaondoa askari juu umeamua ati ameongea vibaya kuhusu. Na mimi ninakuwa na wasiwasi hii serikali, once you have a contrary opinion, wanakuthreaten, wanakuintimidate kuondolea askari. Si basi waondoe askari, raia ijichunge na ichunge wale waheshimiwa wanaongea lugha ya kumaanisha. Rais William Ruto anasoma from the same script ambayo ilikuwa ya handshake. Now the problem ni hii. Kitu ya kwanza, once umeingia kwa ofisi kama president, umesema utaprotect katiba na zile institutions zote zimewekwa na hiyo katiba. Wachana na mambo ya hizo ofisi. Kama mambo yenye unataka wafanye hawafanyi, petition bunge. Kuna kitu ambacho parliament can sanction any organ na wakuja wasikilize. Hata president mwenyewe anaimpichiwa na hiyo bunge kama venye walifanya Rigiji. There is no organ hata kani ya constitution ambayo iko 100% independent. They are all interdependent, lakini lazima ziheshimiane ndio Mkenya apate confidence na serikali. Kuna kitu ambacho mheshimiwa Wanjala umesema kwamba Mlima Kenya unastahili yale ambayo na baadhi ya viongozi wanastahili yale ambayo wanapitia. Na nikawa nikifikiria, if you were in the same shoe, ungependa jambo kama hilo likutendeke? Sasa asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Asiyefunzwa na mamaye
ufunzwa na ulimwengu. Na ulimwengu ni nani? Na ulimwengu ni hiyo inafanyika. Kenya Kwanza. So na mtu asifikirie ya kwamba wakati mimi nakosana na bibi yangu, mtu asifikirie bibi yangu hawezi achana na mimi naenda apate bwana ingine. Na pia wasifikirie mimi pia nimeachwa hapa siwezi pata bibi mwingine. Kwa hivyo Ruto pia sasa akijua hawa walikuwa bibi yake wameenda, anatafuta wengine. Na hivyo ndio kunaenda wale pia wanatafuta wengine. Ila unakubali ni haki ya kila mbunge na pia Muturi kupata haki yao ya Muturi lazima apate haki yao, na mimi nimengoja tu kama mtu yeye akiwa na complain, mimi kama chairman wa implementation committee, because najua hiyo sheria iko. Sheria iko, tutachukua sheria, tutaita wale watu wanahusika kama chairman wa implementation committee, because we implement the act, the resolutions of parliament, the petitions. So kama yeye anahujumiwa na tuko na act tulipitiza, tutaita ule mtu ambaye anahusika. Wacha tu tupate complaint. Kabla tujapata complaint hatuwezi act. Tunangojea wewe kama mwenyekiti, ila acha nirejee katika ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya ambayo imejiri tu wiki jana. Na Rais William Ruto wakati wa ziara ile, mwanzo niulize, alikuwa mlima hakukuwa mlima? Sorry? Alikuwa mlima hakukuwa mlima? Manake wengi walikuwa wanajua haizi kufika mlimani. Mimi mambo ya mlima. No, uliona, ila uliona. Mimi niliona tu kwa TV vile kila mtu anaona. Ila uliona jinsi ambavyo mambo. Watu wa mlima vile walikuwa wanatuita majina na vile walitufanya sisi tumewachia Mungu. Sasa ni kazi yao na Mungu. Tena hao ndio walikuwa wanajua Mungu sana. Sasa tunaona wanapigana kwa kanisa hata. Sasa wacha tu Mungu anafanya kazi yake. Wacha niseme jambo hili. Mimi ni wa Jubilee Party. Na Jubilee Party, hata wabunge wengi wetu, ukiangalia wabunge, mheshimiwa najua, si ati ni wa Mount Kenya. Lakini it is the predominant party within Mount Kenya. Na hayo tunasikia mheshimiwa akisema ya kwamba walionywa, tuliwaonya ndio. Lakini wakati una victimize a community, you jeopardize the economy of the whole country. Kumbuka hiyo community inasemekana wacha wapate ile kitu waliweka. Ndio sasa tunaangalia the current state of the economy. Kwa sababu wale ni wachuzi. They are serious industrial community. So wakati rais ameamua, sasa nimekosana na huyu bibi yangu, nikatafute mwingine either huko coast ama western, kumbuka hawa nao ndio wanalima viazi. Ndio wanalima cabbage, chakula ya kila siku. Ile heki. So kile naangalia ni hiki. Umeuliza swali mzuri, alikwea mlima ama hakukwea? Akienda wapi? Rais hakuwa anahitaji kukwea mlima. Rais alikuwa anahitaji akae pale, na nashangaa mheshimiwa, rais hajakanyaga hata Harambee House, ofisi yake ya kazi. Anafanyia kazi kwa ofisi yake ya kulala. Inamaanisha ya kwamba rais kitu wa Kenya wanamhitaji tu, si kutembea anywhere. Kibaki alikaa miaka ngapi bila hata kutoka. Tunataka tusikie vile mawaziri wanakimbizwa mbio kuhakikisha makontrakta wamaliza kazi na hospitali yanaendelea. So rais hakuwa anahitaji kukwea mlima. Na kwa hilo jambo watu wanauliza sana mlima. Wacha nikwambie hawa watu hauelewi sana. Sisi hatuzuiangi mtu kukuja. Wewe kuja, sisi ni wakarimu sana. Ukiangalia tuko kila mahali, tuko mpaka Bunyala utapata tuko kila mahali katika Kenya na tunaishi na watu vizuri sana. We don't show our frustrations just for the sake of it. Lakini 2027 ndio utauliza mlima iko wapi. Na mlima hata itakuwa kwa ballot atataka president. Ikisema ni Wanjala, hapo ndio utarealize alikuwa ya mlima ama hakukwea. Umesema hata Wanjala akikuja huko mtampokea very fast. Huyu anajua. Kuna kitu ambacho mheshimiwa umezungumzia kuhusiana na wale ambao wanavamiwa kanisani, na tuliona PCA hapa karibu na ni Roysambu nadhani, ambapo naibu wa rais aliyekuwa naibu wa rais alipatana na wale wahuni, na ni jambo ambalo pia kanisa hilo limetamani siasa ziwache kupelekwa kanisani pamoja na uvamizi. Na nilikuwa nikifikiria, je, ambayo tunakubalia kuendelea kanisani ni mambo ya haki? Tumesema time with no numbers. Na wakati huo ndio Raila alitukanwa, vile yeye ni devil worshipper, vile ajui Mungu, vile sijui anakaa namna gani, nani ni ndugu ya Yesu, mwingine si ndugu ya Yesu.
Tumesema siasa lazima itolewe kwa kanisa. Wale watu wametuletea shida Kenya hii ni viongozi wa makanisa kwa sababu ya biashara, especially wale wanatoka Mlima Kenya. Wote ni business. Tukiruhusu profiling ya eneo moja itakuwa vibaya. Tuseme wale tunajua mahali iko makanisa mingi, tunajua ni wapi, na wote wako kwa biashara ya pesa. Ndio wametumia makanisa kufanya siasa. Hata Yesu alipiga watu kwa kanisa. Hii si ya kwanza. Yesu alichapa watu wakifanya makosa kwa kanisa. Unajuaje wale walienda kuvamia Gachagua walikuwa wanampiga kwa sababu wamepeleka siasa kwa kanisa? Na Mungu hataki. Kwa hivyo wewe kama ni mwanasiasa kama Raphael Wanjala, wewe enda kwa kanisa, ukimaliza kuomba, padri amemalizana na nyinyi, toka nje. Kama unataka kuongea na watu, ita mkutano. Ila Mheshimiwa Wanjala, wakati ambapo rais na wandani wake sawa na Raila Odinga wanakwenda kanisani, hawapati kuvamiwa. Ila wakifika wale ambao ni wandani wa Gachagua wanapata wahuni. Ni jambo ambalo intolerance ni kitu ambacho unajua tangu miaka hii yote Raila amekuwa msimamo wa kuambia watu kutoka kwa kanisa, siasa itoke kwa kanisa. Unamuonanga? Ila amekuwa pia yeye akienda kanisani. Anaenda kanisani, akimaliza anatokanga nje. Ukitaka Raila aongee, anaongelea huko nje, si kwa madhabahu. Unasema shida kubwa ni wale ambao ni viongozi wa dini na pesa. Pesa zile zinapelekwa kwa makanisa. Kwa hivyo unakubaliana na Wakenya wengi kwamba hamna mrengo wote unastahili kuruhusiwa kupiga siasa? Hakuna mrengo wote, hata wa president. Okay, president ni president. Anakuwa esa pewa nafasi ya kusalimia wananchi. Na yeye pia asiseme siasa. Hata asiseme watu vitu zile anataka kufanya, aenda asemee huko nje. Yeye aseme nimewatembelea leo, nimeomba na nyinyi, nimeona mnaendelea salama, na mimi vile natoka hapa, nimesikia maneno yenu, tunaenda kuongea pale nje. Lakini si kwa kanisa. Kanisa watu watandikwe wale wanapeleka siasa huko. Lakini sio wahuni. Wacha tusikie. Kuna kitu moja naona ni kama inatupotea kidogo, kwa sababu kanisa iko katikati ya uongozi wa taifa na kanisa lazima ipatie uhuru wake. Lakini hao wachungaji si waongee kwa sababu huyu mwanasiasa amefika. Nimekuwa nikifurahishwa sana vile Catholic Church wamekuwa wakicommunicate through written communications. Na wakati hata wanasikia hii mambo ya SHA si mzuri, waliongea. Wakati mambo ya Dani iko mzuri, waliongea. Wakati Gen Z revolution ilikuwa, waliongea. Na wamekuwa wakishtumu serikali kwa kila jambo ambalo linaonekani. Lakini kama kanisa halionekani likiwa na msimamo kama huo, lakini linakuwa ni kanisa ambayo wanauza microphone, hiyo ndio inaleta shida. But hata ikiwa hivyo, kwa nini ifanyike kwa Rigathi saa hii juu ameimpichiwa, na wakati bado alikuwa deputy president alikuwa anapatiwa makofi, kwanza alikuwa anatumwa kwa makanisa yote. Hata wacha Mount Kenya, mimi nimemuona makanisa mpaka huko, sababu alikuwa anapeleka pesa mingi, kwa sababu ilikuwa anafanya kazi na hii serikali. Na ndio nimesema hapo nyuma kidogo, ukikani kama haupelekani vyema na hii serikali, either wana withdraw security yako, wanaanza kutisha na mambo hapa na pale, abductions zinaanza, ama unanyimwa nafasi ya kanisani. Ukikumbuka Gen Z, unajua wanasiasa shida yetu tunasahau kwa haraka. Hatujamaliza mwaka, Gen Z waliongelea hili jambo la siasa makanisa. Na wakaleta Occupy churches. Walikuwa wamechoshwa. Ila baada ya kuzungumza hilo tukarejea tena. Na rais mwenyewe, ninataka kuweka hii, rais mwenyewe akasema haitafanyika. Rais akafunga kwa mdomo wake, akafunga harambee za kanisa. Yeye mwenyewe akazifungua. Ndio ampeana milioni 20. Hapa juu hapa tu Roysambu, ndio milioni 20 Eldoret. So wakati Rigathi amealikwa pia na PCA kwenda harambee ya ujenzi, mbona azuiwe? Na kwa nini kuna grupu moja itakuwa inaenda wakati Rigathi anaonekana? Si kanisa tu. Alikuwa mazishi Limuru. Tenti iliangushwa karibu imwangukie. Hiyo iko kanisa. Mbona tunaona pale Nyeri amekuwa katika ya ACK ndio ametumua guns. Lakini wengine huku kando, hata kama ni waheshimiwa wapi, hawatumiwi. It is intolerance ambayo itaangusha hii serikali. Ni kitu ambacho hii serikali wakiruhusu tu freedom of speech, expression and worship and everything, mambo itatulia. Ni kitu ambacho pia nimemuona Mheshimiwa Kuria ambaye ni mmoja wa washauri wa serikali
ameamua kusema kwamba it's time tusiruhusu intolerance katika masuala ambayo yanahusiana na wanasiasa wa mirengo tofauti. Ila hiyo jana pia katika mazungumzo yake Rigathi Gachagua na katika ufichuzi wake aliashiria swala la mbolea gushi. Na sio mbolea gushi. Kabla hujaenda kwa mbolea gushi, huyu Gachagua ndiye alikuwa most intolerant. Mpaka hata alikuwa anataka baba pigwe marisasi. Alikuwa anataka paka wakapiga gari ya baba marisasi hapa Nairobi. Yes. Yeye ndiye alikuwa intolerant. Na malipo ni hapa duniani. Usifikirie utaenda mbinguni ndio Mungu akulipe. Malipo ni hapa duniani. Unakubaliana na yale ambayo Rigathi anapitia? Bora umeenda kanisani guni sienda fukuza hiyo watu. Mheshimiwa Wanjala, are you agreeing kwamba goons wanastahili kuingia kanisani? Kwani who is a goon? Are you agreeing kenye Gachagua anapitia siku? Who is a goon? Hata Gachagua anaweza kuwa goon. Hata hao watu labda ndiye aliwakodesha. Gachagua anaweza kuwa goon kwa sababu alitaka baba wao. Ni madai until madai, na alikuwa anaongea wazi. Ni madai mpaka yadhibitishwe. Ila Mheshimiwa Wanjala, singependa na Kagai inakaa wewe kidogo unafurahia yale ambayo yanaendelea. Serikali ya kurevenge, kukosa kuruhusu watu wakuwe free na yale mambo. Tukikosana wewe kisiasa na tumemalizana, si umeni-impeach, si wacha nikafanya siasa yangu juu hata unafanya yako. Ningependa hii mambo ya kutuma vijana, hata wacha sasa tusiongee na wanasiasa. Sisi vijana sisi wenyewe kutumwa kuenda kuvuruga kanisa inamaanisha conscience ya hii Kenya imeenda chini sana. Na kama kichwa ina ugonjwa, mwili wote ni mgonjwa. Inaanzia na pale juu. Rais akiamua hii Kenya kuwa na discipline, itakuwa. Nina swali la mwisho. Kitu mimi ningeomba ya kwamba sisi wanasiasa twende kanisani vile inahitajika. Sisi tukae na tutoke. Tukitaka kufanya siasa, lakini mimi ukasirika sana wakati madhabahu iko hapo. Naona mtu mwanasiasa, hata kama Gachagua alikuwa anasema Raila wawe, ndiye amesimama mbele ya madhabahu ana address ya watu. Hiyo kitu uniuma sana. Hayo ni madai mpaka yadhibitishwe na DCI na wengineo na mahakama. Ila nitarejea katika swala la fertilizer kabla sijafunga. Ninajua kuna swala ambalo Rigathi aliliangazia zaidi, akasema mbolea ambayo ililetwa huku ambayo wakati huu inapeanwa ni mbolea ambayo inatoka katika mataifa ya kigeni. Ikanikumbusha kwamba pia Raila Odinga alikuwa ameibua swala hilo la mbolea yenyewe, ila wakati huu serikali leo nimeona wamejaribu kujibu swala hilo na wakasema they had to repackage, remix na masuala mengine. Nilikuwa ningefikiria Mkenya akiwa ameketi pale nje, ni nani ataamini katika swala hili la mbolea, na ataamini kwa namna gani ninapata mbolea ya ukweli? Baba alisema time with no numbers, mpaka tukaenda kwa street. Yes. Na alikuwa anasema hii mbolea imekuja ni kidogo, wanachanganya na mchanga, wanaenda kuuzia watu, kudanganya watu. Na tena hiyo mbolea wamepewa bure, free kutoka Russia. Lakini hapa wanaiuzia wananchi. Lakini sasa wakati huo Gachagua alikuwa kwa hiyo serikali. Wakati huo baba akidemonstrate anataka awawe. Kwa hivyo kutuambia leo na wakati ule, wewe unatuambia tayari kama sisi tumekufa, kama ni kanza tumepata, kama nini, haitusaidii. Kwa hivyo unasema alikuwa ina position kusema hii ni mbaya, kama ni mbaya na wale wanasema ni mzuri, na anasema ukweli wake ndio jambo ambalo lilimfanya. Sasa unatuambia ukweli kama tumekufa. Mnasema ukweli wake ndio ulimfanya nyinyi mkambali. Umeuliza Wakenya wataamini nani? Wakenya wanajua 2023 tulikuwa kwa kila county na barabarani tukiongelea haya mambo. Ile sisi walisema ni kwamba hiyo 2500 ilikuwa ni ya packaging. Gunia gani ya 2500? Gunia gani? Ni maswali. Na ukiangalia haya mambo yalikuja mpaka ikafika bungeni kwa komiti. Wakati Linturi alikuwa atolewe. Ukikumbuka haya mambo, kampuni imerejistriwa juzi, imekuwa contract ya kusupply. Ukisikiza haya mambo, Rigiji anasema mimi kwanza nataka kumpongeza kwa kuongea. Kwa kuongea kwa sababu gani? Sisi tulikuwa na mzigo wa kuambia Wakenya ukweli na tuaminiki tunaambia tunachukia taifa. Sasa Rigiji, wajua Wakikuyu tunasema ya kwamba ukienda mtoni upatane na crocodile, ikuambie hippopotamus ni mgonjwa, lazima uiamini. Sababu unaishi wapi? So katika hii story yote ya Rigiji, kuna hadithi ya Biblia ya yule jamaa aitwa Samson. Alinyolewa nywele, nguvu ikaisha. Aliambia Mungu, nipe nguvu kidogo, nikufe na adui zangu. Kama kuna kitu moja Rigiji atasaidia hili taifa,
ni asikufe na ukweli yoyote. Ni kusema kwa sababu lazima expose. Mimi nangojea hivi ninamalizia hapa. Nangojea bado atuambie mambo ya Sava. Ninamalizia mahali hapo. Tunaona Rigiji akiendelea na tuko karibu kuingia. Atuambie mambo ya Sava. Akifika hapo Kenya itapona. Hiyo sasa ndio akiongea ukweli hata sasa tutamsamea kabisa kama tuseme umetusaidia. Ile tulikuwa tunaambiwa sisi ni wenda wazimu kusema. Mnaamini kwamba broad based itabadilisha chochote? Kuna broad based. Broad based ni kuna broad based. Asanteni sana kupata. Kabla hujafika hapo. Iko swali umesema baba aliandikishana na Kenya Kwanza. Baba hajaandikishana na Kenya Kwanza. Sisi tulienda demonstration tukatengeneza kitu inaitwa Nadiko. Nani alikuwa anasimamia Nadiko? Kalonzo na Ichungwa pale Bomas. Wananchi walipeleka maneno yale yalikuwa na Raila aliandika KIC. Na hiyo ndio walisaini. Kwani si ilisomwa? Kwa hivyo hiyo ilikuwa inaitwa nini? Mkataba wa makubaliano. Nadiko. Wana revisit Nadiko. Endapo wewe hujakubali, sema hujakubali. Kweli ni hivi kuna kitu baba anataka ifanyike kwanza ndio ikue kabisa. Na baba na bado hawajaelewana. Sema tu kuna kitu mnataka zaidi ndio bado. Asante sana. Baba anafuatilia kama kiongozi wa kuchagua kutegea awamu hii ya ukumbi wa siasa. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwa heri kwa sasa.